Kinachoendelea, vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Yako mengi ambayo yanaendelea kushika tamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Nachokifanya ni kuendelea kukusogezea hatua kwa hatua. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment channel hii. Na miongoni mwa taarifa tulizokunazo ni kwamba mashambulizi makubwa ya ndege zisizo na rubani za Ukraine katika maeneo ya Urusi yamefichua majaribio makali ya Zelensky ya kuwasalimia wafuasi wake wa magharibi kwa kuua raia. Wizara ya mambo ya nje ya Urusi imesema, nikinukuu, wanasema mashambulio ya makombora dhidi ya makazi ya Urusi, mauaji ya kikatili ya raia yanafichua uchungu wa utawala wa Nazi mamboleo wa Zelensky ambao umegubikwa na ugaidi, uvunjaji wa sheria, ufisadi na wasiwasi, na ambao kwa hasira yake isiyo na nguvu inajaribu kuua na kujeruhi raia wengi wezekanavyo ili kuandamana na walinzi wake wa magharibi. Vile Ukraine itasitisha mapigano katika mstari wa mbele kwa siku 30 tu iwapo Urusi itakubali kufanya hivyo. Volodymyr Zelensky amesema akitoa maoni yake kuhusu matokeo ya mazungumzo na Marekani mjini Jeddah, Saudi Arabia. Anasema leo wakati wa majadiliano kulikuwa na pendekezo hasa kutoka kwa upande wa Amerika kuchukua hatua ya kwanza mara moja zaidi ya hiyo na kujaribu kuanzisha usitishaji kamili wa mapigano kwa siku 30. Sio tu kuhusu makombora, ndege zisizo na rubani na mabomu, sio tu katika Bahari Nyeusi, lakini pia kwenye mstari mzima wa mbele. Ukraine inakubali pendekezo hili, tunaona kuwa ni chanya, tuko tayari kushawishi Amerika, tuko tayari kuchukua hatua, na ikiwa Urusi watakubali, ukimya utaanza kutumika wakati huo huo. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile kundi la vita la Urusi magharibi limeangusha roketi moja ya HIMARS na ndege zisizo na rubani 28 za Ukraine katika muda wa saa 24 zilizopita, msemaji Ivan Bigma anasema. Vile wanajeshi wa Ukraine wanafanya mashambulizi makubwa ya mizinga katika maeneo ya kati, magharibi na kusini magharibi mwa Krasnoyarsk, ambapo Ukraine wanaita Pokrovsk, ili kushutumu zaidi jeshi la Urusi kwa kushambulia mji huo. Vikosi vya usalama vinasema. Vyanzo vinasema adui anafanya chokochoko huko Krasnoyarsk na kuanzisha mashambulizi makubwa katikati mwa jiji na vitongoji kadhaa. Wanatumia zaidi silaha nzito. Lengo ni kuilaumu Urusi na kuvutia umakini mkubwa iwezekanavyo. Aidha, kwa mujibu wa vikosi vya usalama, vikosi vya kijeshi vya Ukraine pia vinafanya mashambulizi ya ndege zisizo na rubani dhidi ya raia na nyumba zilizosalia. Vile timu za Marekani na Ukraine zilikamilisha mazungumzo katika mji wa Saudi wa Jeddah. Kanali ya televisheni ya Saudi inaripoti pande hizo zilijadili matarajio ya kusuluhisha mzozo wa Ukraine kwa takriban masaa 9 kulingana na ripoti hiyo. Vile wajumbe wa Marekani na Ukraine wamekubali kuunda timu zao za mazungumzo na kuanza mara moja mazungumzo ya amani ya kudumu kama ifuatavyo kutoka kwenye taarifa yao ya pamoja baada ya mazungumzo huko Jeddah, Saudi Arabia. Nikinukuu, wajumbe wote wawili walikubaliana kutaja timu zao za mazungumzo na kuanza mara moja mazungumzo kuelekea amani ya kudumu ambayo hutoa usalama wa muda mrefu wa Ukraine. Marekani ilijitolea kujadili mapendekezo haya maalum na wawakilishi kutoka Urusi. Ujumbe wa Ukraine ulisisitiza kwamba washirika wa Ulaya watahusishwa katika mchakato wa amani. Kando na hayo, pande zote zilikubali kuhitimisha haraka iwezekanavyo makubaliano ya kina ya kuendeleza rasilimali muhimu ya madini ya Ukraine ili kupanua uchumi wa Ukraine, kukubaliana na gharama ya usaidizi wa Marekani na kudhamini ustawi na usalama wa muda mrefu wa Ukraine. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile kufuatia mazungumzo kati ya Marekani na Ukraine mjini Jeddah, Rais wa Marekani Donald Trump ameamua kurejesha mara moja msaada wa kijeshi na kijasusi kwa Kiev. Mshauri wa usalama wa kitaifa wa Marekani Mike Waltz anasema, Rais ameamua kusitishwa kwa misaada na usaidizi wetu wa usalama kwa Ukraine kwenda mbele, na hilo linafaa mara moja. Trump alisimamisha usaidizi wa kijeshi kwa Ukraine siku kadhaa baada ya mazungumzo yake na Volodymyr Zelensky. Vile Ukraine imeeleza kuwa tayari kukubali pendekezo la Marekani la kusitisha mapigano kwa siku 30. Kwa mujibu wa taarifa pamoja ya Ukraine na Marekani iliyofuatia mazungumzo kati ya nchi za Saudi Arabia. Ukraine ilionyesha utayari wa kukubali pendekezo la Marekani la kutunga usitishaji vita wa mara moja wa muda wa siku 30 ambao unaweza kuongezwa kwa makubaliano ya pande zote na ambayo yatakubaliwa na kutekelezwa kwa wakati mmoja na shirikisho la Urusi. Marekani itawasiliana na Urusi kwamba usawa wa Urusi ndio ufunguo kupatikana kwa amani, ilisema taarifa hiyo iliyochapishwa kwenye tovuti ya Volodymyr Zelensky ambaye ni rais wa taifa la Ukraine. Vile Rais wa Marekani Donald Trump amesema anapanga kumpigia simu Rais wa Urusi Vladimir Putin katika siku chache zijazo ili kujadili hali inayoizunguka Ukraine. Anasema,
Nitazungumza na Vladimir Putin, aliwaambia waandishi wa habari katika ikulu ya White House, akitoa maoni yake juu ya mkutano wa Marekani na Ukraine nchini Saudi Arabia. Alipoulizwa ikiwa alipanga kupiga simu baadaye wiki hii, alijibu kwa uthibitisho. Rais wa Marekani alieleza matumaini yake kuwa Rais wa Urusi Vladimir Putin atakubali pendekezo la kusitishwa kwa mapigano nchini Ukraine ambalo lilijadiliwa katika mazungumzo ya Saudi Arabia. Anasema, natumai pia atakubali, na kwa kweli nadhani hiyo itakuwa 75% ya njia. Mengine ni kupata kumbukumbu na unajua kujadili nafasi za ardhi, Trump alisema bila kufafanua. Vile utawala wa Marekani utaanza tena kutoa usaidizi wa kiusalama kwa Ukraine chini ya utaratibu wa mamlaka ya kuporomoka kwa rais, ambayo inaruhusu rais wa Marekani kusambaza silaha kwa mshirika wa kigeni kwa amri bila idhini ya bunge iwapo kutatokea dharura. Mshauri wa usalama wa taifa Mike Waltz anasema, kwa mujibu wa taarifa pamoja Marekani na Ukraine iliyotolewa mapema baada ya mazungumzo ya Jeddah, Washington itaanza mara moja kutoa usaidizi wa kijasusi na usalama kwa Kiev. Kuhusiana na usaidizi wa usalama, ni mamlaka ya sasa kupunguza mapungufu ya rais. Waltz alisema alipoulizwa na waandishi wa habari ni aina gani ya usaidizi utarejeshwa kwa Ukraine. Anasema, nitarejelea kwa idara za ulinzi ya juu, ni silaha gani zilikuwa wapi katika mchakato huo, lakini ni PDA ya sasa ambayo itaenda kwa Ukraine. Alisema baada ya mazungumzo na ujumbe wa Ukraine, akionyesha kwamba alikuwa akimaanisha vifurushi vya misaada ambavyo vilitangazwa tangu zamani kama utawala uliopita wa Joe Biden. Vile Marekani haitaki kutumia mamia ya mabilioni ya dola zaidi katika kutoa msaada wa kijeshi na misaada mingine kwa Ukraine. Rais Trump anawaambia waandishi wa habari katika ikulu ya White House. Kulingana na yeye, Washington inajaribu kukuza kwanza kabisa kusitishwa kwa uhasama nchini Ukraine. Mzozo huo unagharimu maisha wa Rusi na wa Ukraine. Trump alisema, hao ni watu kama wewe, ni watu na tunataka kukomesha uhasama. Rais alisema akijibu maswali kutoka kwa waandishi wa habari wa Marekani, na pia hatutaki kutoa mabilioni na mamia mabilioni ya dola. Tuko humo kwa dola bilioni 350. Kiongozi huyo wa Marekani alisisitiza, na hapakuwa na sababu, vita hii isingewahi kutokea kama ningekuwa rais badala ya Joe Biden. Kwa hivyo ni jambo la kusikitisha sana. Rais wa Marekani pia alifichua kwamba mawasiliano mapya muhimu kati ya Urusi na Marekani yanatarajiwa Machi 12. Anasema, najua tuna mkutano mkubwa na Urusi kesho tarehe 12 Machi na mazungumzo mengine mazuri yatatokea, rais alisisitiza. Aidha, kulingana na yeye, kusitisha mapigano katika Ukraine inaweza kuwa ni kuulinda katika siku zijazo. Natumai itakuwa katika siku chache zijazo, Trump alisema alipoulizwa jinsi pande hizo zilivyo karibu na kusitisha kwa mapigano kabisa nchini Ukraine. Vile Marekani inatarajia kusitishwa kwa mapigano mapema nchini Ukraine na mpito wa mazungumzo ya usuluhisho mzozo huo. Waziri wa mambo ya nje Marco Rubio anasema, wa Ukraine leo wameonyesha nia na utayari wao wa kufanya hivyo, kuanza mazungumzo mara moja. Tunatumai jibu la Warusi kwa hilo pia itakuwa ndivyo, mwanadiplomasia mkuu wa Marekani alisema. Vile rais wa Marekani Donald Trump na Volodymyr Zelensky wamewaagiza wasaidizi wao kukamilisha kazi zote zinazohusiana na kusainiwa kwa makubaliano ya maendeleo ya Marekani ya rasilimali za madini za Ukraine. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio anawaambia waandishi wa habari. Kulingana naye, Trump na Zelensky watawaagiza wanachama wanaofaa wa serikali zetu kukamilisha saini ya mpango huo. Hiyo iliwasilishwa leo na hiyo itafanyika, Rubio aliongeza. Alisema kuwa Marekani na Ukraine zimekuwa zikishauriana kuhusu mpango huo kupitia idara za fedha za nchi hizo mbili. Anasema hilo halikuwa mada ya mazungumzo yetu leo, mwanadiplomasia mkuu wa Marekani alisema baada ya mkutano wa Jeddah. Tulikuwa hapa katika kutafuta amani. Hiyo haimaanishi kuwa biashara ya madini sio muhimu sana. Ni kweli, Rubio aliongeza. Rais wa Marekani Donald Trump amemweka Volodymyr Zelensky mahali pake na kumwambia kwamba Washington ina nia ya dhati kuhusu makubaliano ya muda mrefu ya amani nchini Ukraine. Katibu wa vyombo vya habari wa ikulu ya White House Caroline anasema wakati wa matangazo ya television ya Fox News, yeye Trump ni mpatanishi mkuu na alimweka Zelensky mahali pake na kumwambia kwamba Wamarekani wana nia dhati juu ya mpango wa amani wa muda mrefu, na tunafurahishwa sana na jinsi wa Ukraine na mpango huu leo ulivyotokea, na tunatumai kwamba hii itaendelea kwa amani ya muda mrefu na ya milele. Hilo ndilo lengo la Rais Trump na tunatumai kwamba tunaweza kutimiza. Wakati huo Levitt alidokeza kwamba hakuwa amefahamishwa kuhusu hatua ya Urusi kwa makubaliano ya Marekani na Ukraine yaliyojadiliwa huko Jeddah. Vile Urusi lazima ikubali mapendekezo ya kusitisha mapigano nchini Ukraine ili mazungumzo madhubuti ya amani yaanze. Balozi wa zamani wa Marekani huko Moscow Jack Matlock anasema, ninapongeza kufufuliwa kwa mawasiliano ya kidiplomasia kati ya Marekani na Urusi. Pendekezo la rais wa Marekani Donald Trump la usitishaji vita wa siku 30 ambalo sasa limeidhinishwa na serikali ya Ukraine
inapaswa kukubaliwa na rais wa Urusi Vladimir Putin ili kuruhusu mazungumzo madhubuti kwa ajili ya amani ambayo yatahitaji maelewano na pande zote mbili. Aliwaambia waandishi wa habari, "Nikwambie hivi, hatujamaliza." Shukrani kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Show, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Щойно була доповідь нашої делегації про зустріч з американською командою в Саудівській Аравії. Більшу частину дня сьогодні тривала розмова, і розмова була хорошою, конструктивною. Наші команди встигли обговорити багато деталей. Наша позиція абсолютно чітка. Україна прагне миру від першої секунди війни. І ми хочемо зробити все, щоб мир був досягнутий якнайшвидше і надійно, так, щоб війни більше не було. Нашою українською пропозицією на цю зустріч з американцями було 3 речі. Це тиша в небі, ракети, бомби, далекобійні, дрони і тиша на морі. І реальні заходи встановлення довіри до всієї цієї ситуації, в якій триває дипломатія. Тобто, передусім, це звільнення полонених, наших військових та цивільних, і повернення українських дітей, які були вивезені в Росію. Американська сторона розуміє наші аргументи, сприймає наші пропозиції, і я хочу подякувати президенту Трампу за конструктивність розмови наших команд. І сьогодні в розмові була пропозиція саме американської сторони зробити перший крок одразу далі. І на 30 днів спробувати встановити повне припинення вогню. Не тільки щодо ракет, дронів і бомб, не тільки у Чорному морі, а також по всій лінії фронту. Україна сприймає цю пропозицію. Ми вважаємо це позитивним. Ми готові зробити такий крок. Сполучені Штати Америки мають переконати Росію зробити це. Тобто ми погоджуємось, і якщо русські погодяться, в той самий момент тиша запрацює. Важливим елементом розмови сьогодні є готовність Америки відновити оборонну допомогу Україні. Також допомогу розвідданим. Коли домовленості запрацюють, то протягом цих 30 днів тиші ми можемо встигнути підготувати з партнерами на рівні робочих документів всі аспекти для надійності миру і тривалого гарантування безпеки. Україна готова до миру. Свою готовність припинити війну чи продовжувати війну повинні показати в Росії. Настав час для повної правди. Дякую всім нашим дипломатам і команді, яка сьогодні в Саудівській Аравії. Дякую всім, хто допомагає Україні. Дякую кожному і кожній, хто б'ється і працює заради нашої держави і людей. Обов'язково зберігаємо незалежність, обов'язково захищаємо життя наших людей. Обов'язково дякуємо всім, хто допомагає Україні триматись і розвиватись попри все. Має бути достойний мир. Слава Україні!